Kuta sasa wewe unamlani mme wako ambaye ndio baba watoto wako, unamlani mme wako ambaye ndio anakutafutia riziki, unategemea sasa huko anakokwenda. Je, kuna heri kweli? Mambo mengine tujikaze, tufanye subira. Mtu unafikia kulani kilichotoka tumboni mwako, tukfirna lana wa takfuruna ashir, na mnajitahidi kabisa kukufuru maisha ya ujumba. Yani bimaana kuna wale wanawake ambao wanaolewa alafu maskini ya Mungu, yani unakutana anaolewa ilikuwa anachapa sura ya kule anakokwenda kuishi, kwa sababu kuna mtu anaolewa yani anachapa sura ya maisha ambayo anakwenda kuishi, na kuna mwingine anaolewa anasema chochote nitakachokikuta kule nitakipokea. Sasa ile picha ambayo ulioichapa ya maisha unayokwenda kuishi ukaikuta sio ile ambayo uliokuwa unakusudia, na hapo ndipo unaanza maneno machafu na mabaya ya kuanza kulani na kukufuru ujumba. Hivyo basi, hata tuanze haraka haraka kutaja zile sampuli 10 za aina ya wanawake ambao waliolaaniwa. Ninamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asikujalieni kuwa miongoni mwa hao. Mbona nasikia amina ndogo hao mmesirika? Yani ninamuomba Mwenyezi Mungu asikujalieni kuwa miongoni mwa hizo sampuli 10 za wanawake waliolaaniwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu, na mnaposikia Mungu kalani, mtume kalani, manake unapolaaniwa ni kufukuzwa katika rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na unapofukuzwa katika rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakikisha na ujue ya kwamba wewe pepo hakuna, kama utakavyokuja kusikia kwa haraka haraka wale wanawake ambao waliolaaniwa na mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanamke wa kwanza ambaye alilaaniwa, almar'atu allati idha da'aha zawjuha rafadat. Mwanamke wa kwanza